Maoni yako kwenye tukio lililotokea sasa la Kamara na Ngoma kama mchambuzi senior, lakini kama faida ili kwa wachezaji wengine wasije kujirudia, mchezo mkubwa, rais wa CAF, makamu wa rais wa nchi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar yuko pale, wachezaji kama wakubwa, klabu kubwa wamefanya tukio kama hili. Kiukweli nafikiri mwanzo nimeligusia kidogo. Kipa sijui kwenye sayansi ya mpira kama iko sawa, kwamba kipa anaweza akawa anapata pressure kubwa kuliko wachezaji wanaocheza ndani, kwa sababu wachezaji wanaocheza ndani muda mwingi ndio wanakimbia zaidi. Kwa hiyo ikitokea hata wao wamezozana, unaweza ukawaelewa kwa sababu ya ile pressure inakuwa kubwa na wamekimbia muda mrefu. Lakini kumuona kipa anarudi vile tena akimjibu mchezaji senior kwake yeye kwa kiasi kile, inafikiri sio jambo zuri. Na ndio maana mwanzo nikasema haraka kwa Simba kuna wachezaji tayari wameshaanza kuhisi ni wakubwa kuliko klabu. Na mimi nilikuwa nafikiri Kamara angeweza kujifunza kwa Manula. Manula sio kipa mbaya, lakini angeweza kujifunza mambo mengi yaliyopitia Manula, na hapo Simba naye akaweza kubadilika. Sababu mimi nimezungumzia makosa yake toka mwanzo. Siridhishwi, nimekuwa nikiona makosa yake yanafanana sana. Kwa sababu kwanza hata kumuona kipa timu ikiwa inacheza finali hata kuchukua ubingwa, unapigwa mpira, yeye anajaribu kumpiga mchezaji kanzu, mpira ambao alikuwa na uweza kuuchukua mkononi, halafu akaanzisha mashambulizi ili aweze kushambulia na kujaribu kupambana kupata ambacho kinaweza kuwasaidia kubadilisha matokeo. Mimi niliona ajabu sana. Baada ya kanzu akainua ule mpira akaanza kupiga danadana. Unajua ingekuwa mtu ndio ametokea pale, angeweza kuhisi Kamara ni kipa wa Berkane, akijaribu kupoteza muda ili Berkane waweze kutoka na matokeo ambayo tayari uko umeshayapata. Sasa nani anamcontrol Kamara? Kamara tayari sasa hivi ameshakuwa superstar. Nafikiri ni kipa wa pili kwa clean sheet kwenye hii michuano. Nafikiri ni kipa wa kwanza, nafikiri au wa pili mwenye saves nyingi, si ndio? Sasa nani anaweza kumcontrol tena? Lazima kuwa kuna level ya kwenye klabu ya watu ambao wanaweza kuzungumza na mchezaji yoyote ambaye wanamuona kwamba sasa anaanza kutoka kwenye mstari. Kwa hali ilivyo sasa hivi Kamara anaanza kutoka kwenye mstari, na Simba wanapaswa kumwambia ukweli. Hawapaswi kumuogopa, kwa sababu end of the day Simba ni kubwa kuliko wachezaji wote ilionao. Ukubwa anaopata Kamara sasa hivi ni kwa sababu yuko Simba. Kule alipotokea hakuwa na ukubwa huu wote tunajua. Kwa hiyo ni vizuri sana wakaangalia hiyo na kumweleza ukweli, lakini kama watakaa pembeni wakaoneana aibu na ile hofu ya kusimuuzi kama ambavyo huyu kitinda mimba wetu simuuzi, sawa, itakuwa kila siku athari zinatokea na mambo yanayofanana yanatokea na ataendelea kuwaumiza hivi kila wakati. Joshua Mutale Budo hakuanza vizuri lakini amemaliza vizuri. Amefunga bao zuri kwenye mchezo wa finali, lakini pia amefanikiwa kuwa man of the match wa mchezo wa finali. Mimi unajua sipendi sana kumzungumzia Mutale kwa sababu nilikuja hapa nikamzungumzia Mutale nafikiri nikiwa mtu wa kwanza kabisa. Nikawaeleza ubora wa Mutale. Nikawaeleza jinsi nilivyomuona kwenye mazoezi ya Simba wakati kijiandaa kuja kuanza msimu mpya. Nikawaeleza namna nilivyoona Fadru na timu yake walivyo na changes kubwa na professionalism yao ilivyo juu katika kuanza kuisuka Simba mpya. Lakini end of the day Mutale nafikiri kwenye mambo ya football akawa sio kwenye kiwango bora. Watu wote wakabadilika, wakaanza kuona kama niliwaambia kitu cha uongo. Sasa kila kitu wanachorudia watu sasa hivi kuhusu Mutale mimi nilishakizungumza. Kwa mimi mtu mfano kama umeniuliza hivi na kuambia tu kumbuka niliyoyasema baada ya kurejea kuhusiana na Mutale. He's a good player, lakini sometimes kama watu kuna siku mbaya na kuna siku nzuri. Huenda siku mbaya zake zimepita, sasa anaanza kuingia kwenye siku nzuri. Kama akizidumisha basi ataendelea kuwa gumzo na msaada mkubwa kwa Simba. Kulingana na viongozi wa Simba kwa kauli yao kwamba hawadai wachezaji wake, special CEO wa klabu ya Simba. Unajua mfano mimi nimekuwa nikishangazwa kwanza na mtaani. Nimeona mashabiki wengi ambao sio wa Simba wanafurahia Simba kukosa kombe, na wanafurahia Simba wakiona kama wamefeli. Lakini mimi nawauliza swali mashabiki wote hao, klabu ipi na mafanikio zaidi ya Simba kwenye michuano ya kimataifa kwa Tanzania hii? Yoyote tu shabiki ainue mkono aseme. Simba ndio klabu yenye kikosi kimefika fainali nyingi kuliko klabu yoyote ya Tanzania na Kenya na Uganda na Rwanda na Burundi. Simba ndio klabu imefika robo finali nyingi, imefika nusu finali nyingi, imefika finali nyingi za michuano ya CAF kuliko klabu zote unazozijua zilizopo Tanzania hii toka uanzishwe mpira
Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. Uongo? Lakini Simba ndio timu ambayo imecheza nafikiri michuano mingi ya kimataifa kuliko klabu nyingine including AFL, si ndio? Ambao timu za Tanzania, Kenya, Uganda wala wote zinazokutajia hazijawahi kucheza. Sasa inapotokea Simba imefeli, wanaoicheka watakuwa wanaicheka, wanafurahia isiendelee kufanikiwa zaidi. Lakini sio kwamba ndio Simba imekuwa chini. Na mashabiki wa Simba kama alivyosema CEO wao, na nimesikia mashabiki wenyewe wanazungumza, approach ya mashabiki ya Simba upande mwingine mimi nimependa, wamekuwa very positive kwamba hili tumeshindwa, tunaendelea kupambana kufanya kitakachowezekana. Kiukweli hakuna aliyekuwa anajua, mimi, wewe na wengine wote, kwamba Simba ingeweza kuingia finali, kwamba ilikuwa ina level ya kuingia finali. Na ukiwasikia Simba wenyewe muda wote walikuwa wanasema wanatengeneza timu, na timu yao kwa jinsi ilivyo inawezekana hata kwenye swala la finali tunazungumza leo, utoto anaofanya Kamara unalingana na level ya timu yao jinsi walivyokuwa. Kwamba ukiangalia kitinda mimba kipaji chake ni bora, mimi nasema kila siku. Lakini ukimuona ana yale mambo kama mtoto hivi, usimchokoze ataumia namna hiyo. Lakini ukiangalia ubora wake na akiweka ile nguvu ya kutaka kupambana, unaangalia kabisa huu atakuwa ni level nyingine na gumzo kuliko wachezaji wengine wote ikiwezekana wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo inawezekana msimu ujao kama wataweka nguvu hiyo na wakajipanga vizuri, lakini Simba wakaongeza nguvu kwenye kikosi chao, mimi ninaamini watafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kusema leo nataka kuwalaumu wachezaji wa Simba kuwa finali au kupoteza finali dhidi ya Berkane, plus uwezo wa Berkane ambao lazima tulikubali kama nilivyosema mwanzo mimi, lakini pili plus figisu zilizokuwa zimetokea, plus timu yao na wenyewe na mambo yao yale kama niliyokuambia, sidhani kama kombe liko lina nafasi ya kuja. Lakini na mwisho Saleh, tumeona Young Africans wakifurahi, especially msemaji wao wakivaa t-shirt za Berkane, wakibandika mabango kwenye magari yao, na hata jana walikuwa wana chai day, kahawa day, walikuwa wanakunywa kahawa wakifurahi kwa kile ambacho kimetokea. Unajua nikukumbushe, kwenye finali vile ya Simba ya Yanga na Algiers, uliona Simba walifanya hivyo? Kila mtu ana level yake, kila mtu ana uamuzi wake, kila mtu ana uamuzi wake kifikra, kila mtu ana uamuzi wake kwa jinsi alivyo set level yake yeye. So ni vizuri kuheshimu kila level ya kila mtu, ndio? Kila mtu ana level yake kama nilivyosema. Simba Yanga walipoteza finali, Simba walikuwa hapo kimya tu. Yanga wamepoteza Simba finali, imekuwa ni issue. Kwa hiyo kila mtu ana level yake na yeye mwenyewe alivyojiweka na alinachokichagua. Kwa hiyo Yanga kile ndio wamekichagua kwenye level yao. Nitakiwa kuheshimu na level yao. Kubandika mabango. Unaheshimu ndio level yao. Ndio kwenye super zipo kwenye kahawa. Ndio level yao. Unatakiwa kuheshimu. Kuheshimu kwamba hawa inatukitokeaga hivi wanafanya hivi. Basi ni jambo zuri. Unatakiwa kuheshimu kwamba bana hawa, mbona wale wengine hawajafanya? Wale wengine hawajafanya kwa sababu labda waliona wakifanya hili jambo ni la hovyo. Hawa wamelifanya kwa sababu wanaona hili jambo lina maana. Sasa unatakiwa kwenye uzuri na la hovyo ili heshima. Si tuamini Yanga waliolifanya hilo jambo ni zuri sana kimpira na linaleta maendeleo. Inatakiwa hivyo. La mwisho Mzee Azam Dewji ametupa exclusive juzi kwamba inshallah Faisal mwakani ni Simba Sports. Mara nyingi umekuwa ukizungumza, lakini baada ya kauli ya Mzee Dewji watu wakaamini sasa rasmi, kwa sababu wanamuona Mzee Dewji akiwa anazunguka na klabu ya Simba na kila sehemu inapoenda Simba yupo. Watu wanaamini Faisal tayari ni mnyama. Ametumia neno inshallah. Inshallah ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa sijui kwa sababu Mzee Dewji labda nakusema mimi sijui kama anahusika na usajili. Lakini ninaamini mimi niliyokuambia siku ile. Fei nisikia hata kurudi Yanga. Yanga inawezekana. Inategemea kama Simba labda hawamtaki, lakini pia Simba inawezekana kama Simba wanamhitaji zaidi, si ndio? Lakini nikakwambia siku ungeniambia mimi ni mshauri, ningemwambia aende akachukue changamoto mpya. Yanga ameshatoka kashinda karibu kila kitu including ile kwenda finali, yeye ndio alikuwa mchango mkubwa, si ndio? Kwa hiyo je, anaona anataka kurudi tena Yanga? Mimi ungeniambia nimwambie hivi, ningemwambia bana usirudi Yanga. Nenda Simba. Usiende Simba. Nenda nje. Katafute challenges nyingine kwa sababu umeona watu kama kina Aziz Ki leo wamekuja wanatoka wanakwenda, si ndio? Ikiwezekana naye toka kaenda katafute hiyo challenge. Lakini kama anabaki hapa nyumbani, vizuri aende akachukue challenge nyingine. Na Simba itakuwa ndio sehemu sahihi zaidi. Na kwake itamsaidia kuandika rekodi nyingine kwamba amecheza Yanga, amecheza Azam, amecheza Simba, amemaliza kazi. Lakini kama ataamua kurudi Yanga, hiyo pia ni uamuzi wake. Kwa hiyo inshallah ya Mzee Dewji, na mimi niseme inshallah, tusubiri. Unatamani kuona dabi ya Kariakoo kwenye FA? Mimi nafikiri natamani ije tuwe nazo mbili. Ije hiyo na ile asicheze na yenyewe icheze, maisha yaendelee. Shukrani. Dataflow inakuletea
Uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo. Utakuwa na intaneti ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.